amekuheshimu sana, amekupenda sana. Hapo wote ambao umekuja huko ndani tunawashukuru sana. Ndugu zangu, toka kuanza kwa karia yangu mpaka kwenda kwenye taasisi, mmekuwa mkitusapoti na kutuunga mkono sana. Nakumbuka kuanza kwangu mwaka 2009 kiwa kama mwanamuziki, kaenda hatua taratibu, tukaenda kwenye mambo ya lebo, kaanza kuingia kwenye mambo ya vyombo vya habari, biashara tofauti. Siku zote no matter what, nimekuwa mstari wa mbele kwenye kutuunga mkono, kusupport, na mimi naamini ndio sababu kubwa ya mpaka leo kufika hapa. Kwa hiyo nikaona kwa mwezi kama huu tukufu Ramadhani, miongoni mwa mambo ambayo pengine yanaweza kuonesha shukrani yangu kwenu, kuonesha kujali na kuthamini support yenu kwetu, ni kujumuika nanyi kula pamoja, kaa pamoja kama hivi, sali pamoja, kafuturu pamoja. Na huko ndani namshukuru Mwenyezi Mungu tumebahatika kualika pia vituo visivyopungua 5 watoto yatima ambao tunafuturu navyo leo, kama dini inavyotuelekeza. Mwezi huu japo na miezi mingine ya kutenda mema, lakini mwezi huu kuongeza kufanya mema zaidi. So nashukuru sana kwa kuwepo, kwa kuja, na kiukweli siku ya leo sio siku ya maneno mengi sana, bali kufuturu pamoja, kuwashukuru kwa kuendelea kutusupport katika shughuli zetu toka tumeanza. Ukiangalia chombo chetu, shughuli mbalimbali, na katika support na kutunga mkono huko metuwezesha kupata baraka leo hii, kuwatambulisha kitu kingine. Na mimi miaka yote nimekuwa nikisema kwamba kunapo tusupport sisi vijana wa Tanzania, watoto wa Tanzania, haujamsupport tu Diamond, haujamsupport tu Nasibu, hujamsupport tu Ricardo Momo, hapana, lakini umesupport, muunga mkono, umewezesha, umeempower watoto wa Tanzania, watoto wa Kiafrika. Ndio maana ukiangalia background yetu ilianzia mimi, tukatoka taratibu, tukaanza kuongezeka, tumeanza kama vikundi, tukaenda kama kampuni, tukafika kama taasisi, na kadri siku zinazozidi kwenda tunazidi kupeana ajira na fursa wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana kwa namna moja au nyingine tunakomboana, tunashikana mikono kwa wenye ndoto tofauti, lakini pia watu kutokuwa mtaani tu, either wenye elimu au hawana elimu lakini wana akili ya kufanya jambo fulani kunyanyuana. Nashukuru sana. Mheshimiwa Jafo, kipekee ningeomba sana nishukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ukiacha tu serikali, ni kushukuru na wewe kwenye wizara hiyo ya viwanda na biashara. Kiukweli mambo yamefunguka na ufanisi umekuwa mkubwa. Mitaani, nyumbani kote tunasema, sio nyumbani, tuna vikao vya vijana tofauti, tunasema kwamba ikitokea awamu hii wewe ukashindwa kujiongeza, ukashindwa kutoboa, basi usilaumu serikali, kwa sababu fursa zimefunguliwa nyingi. Kiacha tu fursa kufunguliwa nyingi, tumempata rais ambaye ana huruma, anatuongoza katika namna ambayo licha ya kufuata katiba na kanuni zake, lakini pia ana huruma na ubinadamu ndani yake. Kwa sababu unajua kuna wakati mwingine ungetaka kuifuatisha katiba sana, unaweza watu wakakimbizana, lakini tumepata rais ambaye ana huruma, ana roho
na kiukweli anajitahidi kuhakikisha kwamba kama tatizo, kama deni tuwe nalo sisi, sio yeye. Sasa Mheshimiwa Jafo, mimi nikiwa kama mmoja vijana wa Tanzania ambao kiukweli ukinikia fursa naondoka nayo, sifanye masiala kabisa. Na siku leo Mheshimiwa Jafo mpeleka hapa, tunataka kutambulisha kitu kingine, jambo lingine kutoka taasisi ya Wasafi. Na kabla kukitambulisha, ningeomba nizungumze pia maneno kadhaa. Kibinafsi naomba sana nipongeze Baraza la Sanaa la Taifa sasa linaongozwa na Dr. Mapana. Mheshimiwa Jafo, baraza hili limekuwa ni baraza walezi, sio baraza polisi. Kwa ndugu zangu wasanii waliokuwepo huko ndani wanajua mabaraza tuliokuwa nao mwanzo, mabaraza ya sasa hivi. Hili baraza la sasa hivi ni baraza ambalo linataka sisi vijana tufanikiwe. Hatuwezi kusema wakati wote tunapatia ni uongo. Lakini Dr. Mapana anajitahidi kuhakikisha kwamba penye mapungufu yetu anaweza akaturekebishaje kupitia sheria na kanuni, lakini katika namna ambayo unamwona ni kama mzazi anakuelekeza, sio kukugomoa ufi. Na mwambie Dr. Mapana, matunda haya, matunda taasisi yanatokana na juhudi ya baraza lako. Kwa sababu sisi tumetokea kwenye sanaa mpaka kufika hapa leo. Ingekuwa huko mnatupa kashikashi na kustress, tungeshabagawa. Lakini wataongoza vizuri, na nikuthibitishie tu kwamba katika awamu na miaka ambao mlikuwa na wanamuziki ambao wana akili, basi kuambia uwazi, wanamuziki wa Tanzania sasa hivi wengi wana akili za kibiashara. Zamani pengine tukubatika kuwa na wengi wa Tanzania hivyo, lakini sasa hivi wanamuziki wengi wako serious kwenye masuala ya kibiashara. Tunafanya muziki lakini mtu akipata kitu kidogo anajiwekeza kwenye uwekezaji. Profesa pale aliniambia nikipanda kwanza nitoe speech baada. Lakini sasa unajua si msanii ukishakutana na mic unasikia kidogo uendelee kuongea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ningeomba sana nimpe sifa kakaangu mtendaji wa juu kabisa wa Brela pale, kakaangu Nyaisa. Kakaangu Nyaisa, tafadhali naomba tu kiwezekano wapungie kidogo. Hapo mimi najua nitakachokiongea hapo nakutafuta sana. Kakaangu Nyaisa yeye ni mtendaji wa juu kabisa, kwa kizungu anasema CEO pale Brela. Brela ndipo chapa, brands, nembo zote za kibiashara, makampuni zinasajiliwa pale. Na kakaangu Nyaisa, nikwambia ukweli, humu ndani kuna brands nyingi sana. Yaani humu ndani kuna celebrities, kuna watu wazito, kuna watu wenye vision, wenye makampuni, wenye chapa za kibiashara ambazo naamini wengi wao walikuwa pengine kama nilivyokuwa mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka kadhaa nyuma nilikuwa nasafiri naenda airport pale. Kati nafika kwenye lounge pale, kakaangu Nyaisa kabla sijamjua akaniita. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo nisijimegee minyama, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi bwana sinaga tabia za kimajivuno nikikutana na watu. Sasa bonita nikaenda nikamsikiliza.
akajitambulisha, akanambia mimi mtu fulani natoka sehemu fulani. Akanambia mdogo wangu, wewe brand na najua unamiliki brands nyingi sana, lakini moja ya matatizo makubwa tulionayo ambayo nikiyatazama yanaweza kapelekea vijana wengi kupoteza haki zao, watu kuto kusajili chapa zao. Yaani mtu anawezekana akawa na kitu chake lakini hathamini kwenye kusajili. Kakaangu akanambia wewe una chapa nyingi sana ambazo mimi nikikaa ofisini naziona kabisa hazijasajiliwa. Akasema atatokea mtu mjanja akaenda akasajili na ukawa hauna cha kufanya kwa sababu atakuwa na haki. Sasa kwa nafasi yake, cheo chake, na mimi pale nimefika sikumjua, angeweza kuona tu msanii akanipuuza, lakini kitendo cha kuniita na kunielimisha, akanikaribisha mpaka ofisini kwake na kunielewesha na kunisimamia kusajili na kuhakikisha kwamba chapa na nembo zetu zote za Wasafi zimedhibitiwa. Namshukuru sana, nataka mtu awe muungwana sana. Na mkuambia ukweli, kaka Nyaisa, umenisaidia, umeniokoa katika vitu vingi, sababu baadaye ningelia. Na naamini leo hii hapa hawa vijana aidha wanamuziki au wajasiriamali ambao wanachapa, mimi najua katika moyo wako utawasaidia, na tafadhali wape ushirikiano kama unanipa mimi, ili kuweza kutengeneza Tanzania ambayo ni maendeleo zaidi baadaye. Bibi na mabwana, ama baada ya kuongea hayo, ningeomba sasa ikaribishe meza kuu kwa sababu ya kuja kuzindua rasmi bidhaa yetu mpya ya Wasafi, hatua yetu nyingine kama Wasafi, ambayo hatua hii fanikio lake limetokana na support ya Watanzania, nyinyi Watanzania, ndugu zangu mliokuwa humu ndani, na sisi kama vijana ambao mnatupa fursa hiyo, tunahakikishia kwamba tutahakikisha kuwa tuangushi ama tukawatia aibu kwa nafasi tunazotupa. Tafadhali mabibi na mabwana, ije naomba nisaidie kuleta wageni wa meza kuu hapa.